kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata nje ya mitandao ya kijamii. Kama utakuwa umewahi kuona code, vijana wenyewe wanasema, ya Malawi, imetoka kwa bwana mkubwa hapa, na kuonesha miongoni mwa vitu ambavyo wanavifanya kwenye mitandao ya kijamii. Labda watu wetu pale watusaidie kuonesha moja kati ya kazi zake ambazo zinazunguka sana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Labda tuoneshe pale chap chap. Nadhani watatuonesha pale kwa sababu waliniambia hivyo. Sekunde. Yes. Gaspar, kuna mic ya Hello. Gaspar, nataka yes, nikuulize. So mi kwanza ni miongoni mwa mashabiki wako wakubwa sana na vitu ambavyo unavifanya kwenye mitandao ya kijamii. Lakini unaweza kutuambia labda kwa kuanzia kwa ufupi tu wazo lililopo nyuma ya kufanya hivi unavyofanya ni nini? Kwa nini unafanya vitu kama hivi? Sasa mimi niliona hamna mtu wa kuyazungumza. Hamna mtu wa kuyazungumza na wala hamna mtu alikuwa anafanya. So na mimi nafanya sanaa. Mimi ni mchekeshaji, ni stand up comedian. So nilipoamua kufanya, nikasema kwa nini sifanye political comedy inayojihusisha na siasa ambayo itasaidia taifa na itakuwa inaelimisha watu na kuna ujumbe. Na unayapatia wapi mawazo? Mawazo naangalia kinachoendelea kwenye nchi. Ya kuna content nyingi nimefanya. Kwa hiyo aga naangalia, je, kuna sehemu gani watu hawa umeona, au kwa mfano hiyo content umeona, unaangalia lengo lilikuwa ni kuelimisha umeona kwamba kuna sehemu miradi mingine inachelewa kwa competition, wanasababisha vile vigumu tu ili wapate mianya ya upigaji umeona, lakini pasingekuwa na njia ya kutengeneza mianya ya upigaji ile jambo lilikuwa ni haraka. Yeah. Na unadhani umaarufu ambao umejipatia kutokana na kazi unayoifanya ni kitu ambacho kimekushangaza au unaona ni kitu cha kawaida kulingana na nature ya kazi yenyewe? Sasa unajua umaarufu umekuja, nilikuwa nisha plan. Yeah. Nilikuwa nimesha plan. Sema tu kwa baraka za Mwenyezi Mungu mpaka leo. Sawa. Yeah. Sawa. So tunataka asante sana Gaspar. Tutaka tuangalie ile video fupi. Ni miongoni mwa kazi nyingi sana ambazo Gaspar anazifanya. So tuje kwenye mada yetu ambayo imetuleta hapa. Na
nilikuwa nataka niwaulize swali. Nadhani sote tulikuwepo hapa tangu asubuhi, au hata kama hatukuwepo tangu asubuhi, tunasikia watu wengi wakizungumza kuhusu vijana. Wanasiasa wanazungumza kuhusu vijana, wazee, wazazi wanazungumza kuhusu vijana, watu mbalimbali wanazungumza kuhusu vijana, na nyinyi ni vijana. Nilikuwa nataka mtuambie, mnapowasikia hawa watu wote, serikali, wanasiasa, viongozi wa dini, wazazi, wanapozungumza kuhusu vijana, ni nini kinakujia akilini kwamba kitu fulani ambacho hawakifahamu kuhusu vijana? Ni kitu gani labda kina click katika akili yako kwa kulingana na mazungumzo yanavyofanyika hawa, kuna kitu fulani hawakile, au what impression unapata unaposikia watu wanazungumza kuhusu vijana? Labda daktari. Asante Khalifa. Mimi katika kitu ambacho kwanza kilichonifanya niingie ndani ya siasa ni kwamba kuna baadhi ya maswali ambayo hayakujibiwa, na mpaka sasa hivi wakati mwingine ukiona unauliza watu the so called watu wazima wenye akili zao, haya maswali bado ni magumu sana kuyajibu, na nahisi ni kwa sababu hawajawapa wao wenyewe, hawajajipa wao nafasi ya kusikiliza, kwa sababu imekuwa ni trend kwamba wanasema vijana hawasikilizi, vijana manake yani wanachoambiwa hawaambiliki. Lakini rudisha hilo swali ujiulize, wewe unamwambia kijana hasikilizi, je, ulipata nafasi yoyote wewe ya kumsikiliza huyo kijana? Kwa hiyo I think wao wenyewe hawajajipa nafasi ya kusikiliza nini vijana wanataka. Alafu sio vitu vingi ambavyo sisi tunataka, ni vitu ambavyo very basic, yani vitu ambavyo vinazungumzwa. Hata mtu mwenye PhD wakati mwingine anashindwa kuintegrate kitu gani sisi tunakitaka. Ni vitu vichache sana. Tusikilizeni nini mahitaji yetu, kwa sababu mahitaji yanategemea na wakati. Sisi hapa tulipo kulikuwa kuna mahitaji mingi sana, access za information kwenye masuala ya networking, access information kwenye masuala ya ajira, access ya information kwenye masuala ya kujitegemea mimi kama kijana, ili next time mimi wakati nasimama nikiwa tayari nimeshakuwa na uwezo wa kujitegemea, niwe na nguvu na uwezo wa kumsaidia mtu mwingine, ili na yeye awe kijana ambaye baadaye naye itakuwa ni kama sustainable development kwa mtu ambaye anaitwa kiongozi. Kwa hiyo sisi nahisi ambacho tulichokikosa kwa hao ni uwezo wa wao kutusikiliza nini tunakitaka, na ndio maana wakati mwingine wanaitwa ujenzi wasumbufu au vijana wasumbufu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo ndio gap kubwa ambalo nahisi mpaka sasa hivi hatujali gap. Na kwako Gaspar, unapowasikia watu wakizungumza kuhusu vijana, unadhani ni nini hawaelewi kuhusu vijana kwa mtazamo wako? Sio kama hawaelewi, wanaelewa, lakini sasa shida ni mahitaji, tunatofautiana. Wao wanachokihitaji ni sisi vijana tuwatumikie tu, wao wasitutumikie. Wanahitaji tuwapambanie wao kwa kuwapenda, kwa kuwasifia, kuonekana ni wazuri. Muda huo kuna shida zetu sisi ndogo tu za kawaida, alivyosema basic kabisa, wanashindwa kuzipambania na kuzitatua. Umeona? Ndio kuna muda unasikia vijana wanajiamlia mambo yao sasa. Wanaamua kujiamlia sasa. Unaanza kusikia kauli kutoka kwa viongozi, mnatumika vibaya. Kumbe wao ndo wanataka tuendelee kututumia sisi. Sasa sisi tunapotaka wao watutumikie, wanaona kama vile tunatumika upande mwingine. Of course, kwa mfano mimi sometimes nishapokea hizo message kwamba hizo kuwa anayekutumia hizo hela anazokupa zitaisha. Sasa awadi akamtaja jina, nikamwambia bwana yupo gerezani. Akamwambia anakupaka vile vidogo. Nikamwambia bwana ana kesi ya waini, sasa ananitumiaje mimi? Kwa hawawezi kuamini kwamba sisi ndo tunahitaji watutumikie pia. Yeah. Na so, nyinyi kama vijana inawafanya mjisikie vipi mkiangalia kwamba kwenye vyombo vikubwa vya uwakilishi wa wananchi hakuna
nini wanasema reflection ya kutosha kwamba sisi tunajulikana kama ni taifa la vijana, ukichukulia watu wenye umri kuanzia miaka 15 labda mpaka 39 kwa mfano, ni asilimia almost 70 ya population. Lakini tafiti zilizofanywa kwenye vyombo vya uwakilishi, unakuta hiyo figure haiwi reflected. Kwa mfano kwenye chombo kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Baraza la Wawakilishi au vyombo vingine vya uwakilishi. Wewe kama kijana Dr. Nasra ambaye upo kwenye chombo hiki cha uwakilishi au cha maamuzi, hii inakufanya uchore picha gani kama kijana? Kwanza kuna vijana wa aina mbili barazani. I'm telling you, no, this is true. Kuna vijana kwanza vijana kwa umri, kwamba wapo vijana na at least sasa hivi tunahisi kwamba vijana below 35 angalau wanasogea kidogo. Lakini ndani hao vijana below 35 unakuta kuna wengine mindset zao tayari zimeshaenda mbele. Yaani unakuta sisi tuna agenda zetu kama vijana. You know, tuna vitu ambavyo tunasimamia kama vijana. Lakini atatoka huko mtu wa miaka 60 anakuja huku kwa vijana, ana agenda zake, anamwekea hizo agenda kijana ambaye sisi tunategemea huyu pia anaweza kuwa miongoni mwetu. Kwa hiyo tuna hiyo challenge kwamba kuna watu ambao wanaitumia hiyo fursa kwamba mimi si nime influence hicho kitu, basi fanya 1 2 3. Kwa hiyo unaweza kukuta tuna hata representation hiyo ndogo iliyokuwepo bado inakuwa sabotage kwa namna hiyo. Na ni kwa sababu I think pia uoga wa viongozi ambao tayari muda umeshaenda, wakihisi kwamba bado wanahisi kama labda hatujawa tayari. Yaani wao wanahisi labda ukifika mpaka labda ukishaanza kwenye 45 hapo unaingia kwenye 50 ndio unaangalia kidogo na una uwezo labda wa kusikilizwa. Na ndio maana nahisi pia CCM wao kijana mpaka 45 ni kijana, which is very alarming kwamba muda umeshaenda lakini bado wanahisi kwamba huyo ni kijana. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho nahisi tuna challenge, lakini pia kwa udogo wetu uliokuwepo pia tunakuwa challenge na baadhi ya watu, kwa sababu watu wengine hutumika ikiwa ni daraja, ni vijana lakini watumika kwenye daraja la kupunguza vijana wanaharakati, vijana ambao wanaweza kuzungumza, vijana ambao wanaweza wakisimama sauti zao zitasikilikana. Naweza nikapata mic nyingine sasa. Labda nije kwako Gaspar. Uwakilishi wa vijana kwenye vyombo hivi vya uwakilishi na maamuzi unaweza kuwa mdogo, na baadhi ya watu wanajenga hoja kwamba pengine ni kwa sababu vijana hatuaminiki, vijana hatuna, wanasema we don't have what it take kuwa mwakilishi mzuri. Kuna klipu moja maarufu sana ilikuwa inazunguka, nakumbuka ni mwandishi wa habari anaitwa Charles William, alikuwa anamhoji mzee fulani ana mvi nyingi, akawa anamuuliza vipi swali nimelisahau, lakini yule mzee akasema vijana wenyewe wamechanganyikiwa, kwamba kijana huwezi ukamwamini na mamlaka makubwa, kwa mfano yenye kuhusisha kuamua uelekeo wa nchi. Wewe kwa mfano kama kijana, ukisikia hoja kama hizo zikitumika kuhalalisha kutokuwepo kwenu kwenye vyombo hivi vya maamuzi, na kufanya ujisikiaje, na unadhani ni kwa kiwango gani kauli hizo zina uhalisia au zina ukweli? Na ngoja nikwambie hivi, kauli kama hizo hazina uhalisia, umeona? Na kauli kama hizo ni za watu waoga ambao kuna watu wanawatetea wasitoke madarakani, na ambao waliopo kwenye madaraka wanajitetea. Kwa sababu gani? Ukisema vijana hawaaminiki, it means kuna kijana yote akiingia madarakani kuna ujanja anaweza akafanya akatoka bila kukamatwa. Kumbe hata wewe hiyo njia ndio unayoitumia.
Kwa hiyo solution wanaijua kabisa ni kuweka sheria ngumu. Umeona? Kwa hiyo kama unajua solution, mimi najua solution yake ni kuweka sheria ngumu. Hata kama ni kijana akifanya janja sheria inapita naye. Sasa wao hizo ubovu wa sheria zetu ndio maana wanabaki kung'ang'ania, kwa sababu wanaitumia hiyo gepu ya ubovu wa sheria zetu kuendelea kuyafanya mambo ya ajabu ambayo yanaharibu demokrasia na maendeleo. Sawa. Dr. Nasra, wewe ni kijana na ni mwakilishi kutoka sehemu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar. Na Gaspar, wewe ni kijana kutoka upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hivi maarufu sana Tanganyika. Na nilikuwa nataka kuwauliza, mnadhani ni kwa kiwango gani maslahi na mahitaji ya vijana kutoka pande hizi mbili za muungano yanaingiliana? Kuna uwezekano kwamba mahitaji na interest yakafika sehemu yakaacha, au mahitaji ya kijana wa Kizanzibari na maslahi yake na mahitaji ya kijana wa Kitanganyika na maslahi yake ni sawa sawa na hayawezi kutengana? Labda tukaanza na kwako. Kuna mahitaji mengi, lakini ukiangalia kuna mahitaji ambayo ni kijiografia. Kuna mahitaji yani sehemu ambayo unatoka, wale ni nchi ambayo ya bara, sisi ni nchi za visiwa. Mahitaji yanaweza kubadilika kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kwamba nchi za visiwa we are service oriented, lakini nchi za mabara ambazo hazina sehemu kubwa ya bahari ni sehemu ambazo zina productions, kuna services nyingi ambazo zinakuwepo, kwa mfano biashara, masuala yani mazao na vitu vingine. Kwa hiyo yawezekana mahitaji yetu yakautofautishwa na jiografia yetu, lakini mahitaji kama mahitaji ya kijana yasitofautiane. Kwa maana kwamba kwanza sisi tunahitaji uwezo mkubwa sana wa nchi ambayo ina uwezo wa kutambua mahitaji ya vijana wenyewe kwanza. Kwa sababu sisi ukiangalia kwa Tanzania nzima we are 76% vijana ambao ni chini ya miaka 35. Na tunachukua nafasi kubwa sana. Kwa hiyo hata ukiangalia mahitaji yetu yalivyo kwamba sisi tunahitaji elimu ambayo very sustainable, elimu ambayo hata ukikaa 20-30 years bado iwe na uhitaji wa kuleta masoko, ya kuleta prosperity kwa kijana, lakini kwa nchi nzima. Na suala la pili ni economic prosperity. Sote tunahitaji hicho kwamba mimi nahitaji ajira au nahitaji kujiajiri ili niweze kupata kipato, lakini kupata hifadhi ambayo hata kama nikiretire tayari nina uwezo wa kujihudumia mwenyewe, lakini kuhudumia wale wategemezi. Na suala jingine ni uwezo wa kuchallenge serikali, na hiyo ni moja kati ya kitu ambacho vijana wengi tumekosa, na hatujakosa kwa bahati mbaya. It's not a default. Watu hiyo imetengenezwa, ni the system imetengeneza kwamba ukipita sehemu fulani utarudishwa nyuma, na ukipita sehemu hii utashikwa mkono. Na ndio maana tumejawa na machawa Tanzania kwamba tunahitaji watu tu wenye ajenda 1, 2, 3. Hawa ndio tutahisi vijana ambao wanaweza kuongoza nchi, na vijana 1, 2, 3 ambao wanaenda kinyume na serikali au na matakwa ya mamlaka. Hawa ni vijana watukutu na watakuwa jaji kutokana na hilo. Kwa hiyo mahitaji yetu yanawezekana yakawa si mahitaji yale ya kusema labda Mzanzibari anahitaji 1, 2, 3, lakini ukisema kwamba kwa sisi, kwa mfano kama mimi nitahitaji vijana ambao wana uwezo wa kutoa huduma za kijamii ndani ya nchi yetu. Lakini ukiangalia upande wa pili, kwa sababu wana ardhi kubwa, nitatamani sana vijana ambao wanauelewa kwenye masuala ya production, wanauelewa kwenye masuala ya biashara, wanauelewa kwenye masuala mengine ambayo yanaendana na mazingira yao. Lakini ukiangalia originality ya mahitaji ni yale kwamba sote tunahitaji uwezo wa kujitegemea, tunahitaji uwezo wa kusikilizwa, lakini tunahitaji pia kama kuna uwezo wa kuichallenge serikali au mamlaka, tuwe na uwezo huo.
Gaspar, wewe ukiangalia kwa mtazamo wako mahitaji yako wewe na matakwa yako wewe kama kijana wa Tanganyika yanaingiliana kwa kiwango gani au na kupishana kwa kiwango gani na mahitaji kwa mfano ya kijana kutoka hapa Zanzibar tulipo? Mahitaji ya vijana Tanzania mainland na visiwani ni yale yale, hayatofautiani kabisa, hayatofautiani. Labda yatatofautiana kidogo kulingana na mila na desturi. Labda mila na desturi za watu wa visiwani tunatofautiana. Kwa mahitaji watakao yahitaji kutoka serikalini ili kudumisha mila zao zitakuwa ni tofauti. Lakini kuna mahitaji ya kiuchumi, mahitaji yako mengi ya kisheria, yote yanatukandamiza sisi, yote yanatuumiza vijana. Ndio. Sasa labda pengine tuje kwenye status quo hapa tulipo. Kwa mfano ukiambiwa uchore picha ya ushiriki wa vijana wa Tanzania kwenye michakato ya kidemokrasia, kwenye kuongoza mwelekeo wa nchi, picha yako ungeichora vipi? Unaridhika kiasi gani kwa mfano na hali ilivyo hivi sasa ya ushirikishwaji wa vijana kwenye michakato ya kidemokrasia? Tuanze na Gaspar, tutakuja kwa Dr. Nasr. Na silizishwi kabisa, kwa sababu tuseme yani ni kama 1% ya vijana, tena ndio wanaojihusisha na siasa, tena na wao wapo nyuma. Yani ukikutana na kijana anajihusisha na siasa, kuna mtu yupo nyuma yake, umeona, anakuwa protected. Wengi wao wako kwenye fear. Sawa, labda ngoje nielezee hizi sababu kwa nini vijana wengi kwanza hawajihusishi na siasa. Sasa hivi vijana wengi kabisa wamebaki kujihusisha na siasa kwenye mitandao tu, ambao watu waoni, wanatengeneza akaunti ambazo feki, wanatukana wanani kwa sababu wamekosa sehemu ya Labda ngoja nitaje sababu kwa nini vijana hawajihusishi na siasa. Ya kwanza, malezi mabaya ya kisiasa. Kwa mfano mavioni, sasa hivi vyuo vingi vimeanzishwa system ya chama hicho, hakuna demokrasia kabisa. Chama cha Mapinduzi, basi huwezi ukakuta chama cha upinzani
kama ataitumia vizuri sekta aliyokuwepo, anaweza akasaidia sana kuhakikisha tunakuwa na siasa ambayo inaendelea. Unaweza ukamkuta mtu mimi daktari wa binadamu, specialty yangu ni aerospace medicine, lakini bado ni mwanasiasa na nafanya kazi nyingine ambazo mimi natoka leo narudi ofisini kwangu na tibu, naendelea na kazi zangu, na inanisaidia mimi kwanza kuona masuala haya in a very yani raw image, yani naona vitu kwa uhalisia wake. Nikimuona mgonjwa akiniambia matatizo yake, najua kabisa uhalisia wa huko nje ukoje, na kwa sababu mimi ni mwanajamii, naingia kwenye jamii, najua mahitaji. Kwa hiyo ninaposimama nikasema huduma za jamii ama huduma za afya ni mbaya, na maanisha kwamba mimi mwenyewe kwa jicho langu, kwa sababu ni public servant, maana yake nimeliona suala hili kwamba ni swala ambalo halijafanyiwa kazi, twende tukalifanyie kazi. Tumepigania sana na tunalizungumza hili swala, maslahi ya vijana ndani ya taifa hili la Zanzibar. Watu wengine wanaogopa kusema hicho kitu, mimi sitaogopa kusema kwamba Zanzibar ni taifa. Zanzibar ni taifa kwa sababu limeungana na taifa jingine kutengeneza Tanzania. Sawa. Na ni kitu ambacho tunatakiwa tujue kwamba uwepo wetu wa sisi kama Wazanzibari ni kama vile inaongeza ladha ndani ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo tuone kama vijana, japokuwa kwa udogo wetu na bado hatujapata influence ya kuweza kupata platform nzuri ya kutuwezesha sisi tuende mbele, lakini kwa uchache wetu huu tulokuwepo ndani ya tasnia hii ya siasa, tuhakikishe hata vijana ambao wanatamani kuwa wanasiasa wasome na yani wajue mahitaji yetu, na wajue kwamba isionekane kwamba labda amekosa kazi ya kufanya ndo amekuwa mwanasiasa. Unatakiwa uwe na kazi ya kufanya kisha uwe mwanasiasa, ili siku ya pili usionekane kwamba wewe mwanasiasa njaa. Mimi siwezi nikapigania sasa hivi kiti nilichokuwa nacho kwa sababu I have my own business, I'm running my own business. Na ndio maana kuna watu wanaweza kukua ndani ya baraza, unaweza kukuta mtu kakaa 20 years toka ana sura nzuri mpaka sasa hivi sura imeshanyauka, bado anataka, na nakwambia next time anakuja na miaka 30. Kwa sababu gani? Hana kazi nyingine, hakuna profession nyingine ambayo inaweza kumfanyia vitu vingine. Na ndio maana tunatengeneza watu ambao ni machawa, watu ambao mpaka wanazeeka, wao kazi yao ni kumpongeza. Unapongeza mtu mpaka unaogopa, hivi huyu kweli hakuna uhusiano mwingine zaidi ya huu ambao yani ni aibu kumuona mtu mzima akimsifia mwanaume mwenziwe au anamsifia mtu mpaka unasema, yani unajiuliza mtu mzima gani anaweza kumsifia hivi mpaka unaona aibu. Okay. Na ni kwa sababu hana kazi nyingine ya kufanya. Yani unakuta baada ya siasa anarudi nyumbani, anarudi the next day ni siasa. Inatukosesha raha na inatuonyesha kwamba bado wengine wanaogopa kwamba labda ukiwa daktari hautaweza kufanya kazi, ukiwa engineer huwezi kuwa mwanasiasa. Wasiwadanganye, unaweza kuwa mtu yoyote, kitu chochote, kisha ukawa mwanasiasa ikawa ni kama associate au accessory ndani ya maisha yako, kwa sababu bila ya siasa sisi wenyewe hatuwezi kujadili swala lolote linalohusu maisha yetu, uwezo wetu na ile umuhimu wetu sisi kama vijana ndani ya taifa hili la Tanzania. Okay. Asante sana Dr. Nasra. So tuende tukachukue michango kutoka kwa waheshimiwa na friends hapa ambao wamekuwa wanatusikiliza kwa umakini, alafu tutakuja kumalizia. Kama kuna swali, mchango, kama ukitufanyia a small favor ya kwenda moja kwa moja kwenye pointi tupate watu wengi, tutashukuru sana. Mimi nafuata maelekezo yako, nipeleke mic wapi? Peleka mkono pale, mic pale kwenye shati jekundu hapo. Peleka mkono kwenye mic. Assalamu alaikum. Jina langu ni Said Suleiman. Kwanza hakuna Tanzania, hakuna upande wa nchi unaoitwa visiwani isipokuwa ipo Zanzibar, kwa turekebisheni, hii sio Tanzania visiwani, hii ni Zanzibar. Moja. Mbili, vijana bila shaka wanayo kazi kubwa sana, Gen Z. Mimi nimestaafu juzi tu, kwa bado ile joto la ujana bado ninalo. Kwa miaka yangu nishastaafu. Zanzibar, yule mwasilishaji wa kwanza alitaja vinasaba kama sikosei hivi
ile kurithishana au social group moja kwamba wao ndo wanahodhi kila kitu. Mimi nime experience Zanzibar hapa, kuna kajiukoo fulani, waziri wa nini baba ni huyo huyo, mkuu wa kitengo fulani baba ni huyo huyo, sijui takwimu mkuu na nani baba ni huyo, yani huyo huyo fulani bin fulani, watoto wake wote 3 4. Ni ukoo wa nani? Huo mmoja. Ni upi? Ndio nilikuwa natafuta kwenye database yangu, haiji vizuri. Tunaweza kuwa ni self space. Naitafuta kwenye database yangu naona haiji uko vizuri mzee Salum. Lakini jengine pia naomba niseme kwamba nilikuwa namwambia jirani yangu hapa, tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2015 Zanzibar iliandika historia duniani kwenye Guinness Record, haijaandikwa kufuta uchaguzi. Kwa hiyo namwambia yeyote yule afahamu kwamba mwaka 2015 Wazanzibari hawaisahau tena kwa negative. Sawa, asante. Asante. Jambo la mwisho kabisa, samahani, la mwisho tu. Jamani. Asante, la mwisho tu ni kwamba hapa pana utamaduni wa kutengeneza viongozi. Kwa hiyo hawa vijana hawa kuna eneo maalum wanakwenda kuchukuliwa, wachache kwenye ukoo fulani au kwenye kundi fulani, vijana watafute alternative. Na sisi tunawaunga mkono. Mimi na mwenzangu tuko kwenye taasisi za juu za elimu, ndio kazi yetu sisi kuwapika. Watafute yule aliyetaja vyuo vikuu, tunatengeneza ile critical thinking, watafute another alternative. Asante. Ya kuhakikisha huu urithi unakatwa ili kila kijana awe anao uchane wa kutia kwenye ukili wetu wa kutengeneza mkoba wa kuchukua vitu vya kufaa mbele. Shukrani sana. Jamani, naomba kwa heshima na taadhima, chukua maiki moja kwa moja kwenye pointi. Kama kuna mtu unamtaja jina kama nini, tunakwenda ndani ya sekunde 30 umemaliza mchango, tupate mikono mingi zaidi. Mpe maiki kaka hapo huyo ambaye umemkabili hapo. Straight to the point please. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jina langu Abdallah Mfaume. Mimi mchango wangu, Dr. Nasra hapo amesema kuna watu miaka 20 lakini kuna zaidi ya miaka 30 wako baraza la wakilishi na atakufa baraza la wakilishi, watakuwa wakilishi mpaka atakufa. Lakini moja kwa moja niende kwenye swala la vijana. Swala ilitajwa kufutwa NGO, kwamba wanapokuwa ukiwa mwanaharakati NGO yako inafutwa au unatishwa kufutwa, na hii nataka nitoe mfano. Hapo mnaona ipo Hamaza na TAMWA, na mimi niko kwenye Zanzibar Press Club ndo mwenyekiti, na kuna MCT na vyama vingine vya waandishi wa habari. Sasa tumeunda kamati tu ya kutetea baadhi ya mambo. Basi sasa hivi imekuwa tunatafutiwa sababu. Kamati yenyewe tunaita Zameko. Kwa hiyo moja ambalo tunalipigania sheria ya habari. Ile sheria ya habari, Dr. Nasra unisikilize kidogo huko, baraza la wakilishi na zaidi ya miaka 20. Tunataka sheria mpya, bado haijapitishwa. Tunazungushwa, lakini humu ndani ya wengine wakiwemo vijana, hii Zameko ambayo imeundwa hii, wanaipiga majungu hiyo Zameko. Wanafika huko wanafanya uchawi, wanaipiga majungu. Kwa hivyo pia nazo ni athari za vijana. Nimalizie kidogo hapa kwamba vyuo vikuu vimetajwa. Vyuo vikuu kuna shida, namalizia mwenyekiti. Kuna matawi ya vyama. Na mimi niliwahi kupitia vyuo vikuu, ama nilipitia chuo kikuu, na nilipata shida kwa sababu mimi serikali yangu wanafunzi nilikuwa rais, nikaichanganya kidogo baada ya kumrishi Islamani pale. Na alikuwa rais, nikaingia mie nikachanganya, ikawa shida. Unatakiwa uko upande mmoja tu. Kwa nilipata shida kweli kweli. Asante. Namalizia mawili tu ambayo ni muhimu. Malizia moja. Haya, moja. Profesa Kinyondo alipokuja hapo kazungumza maswala tele ambayo hayana majibu. Sasa ile maswala sijui atajibu nani, na Askofu Bagonza kazungumza ile mada yake, inataka matokeo. Ile mada tupate matokeo, tutayapata wapi na lini? Asante. Hapa lete huku maiki. Mperukai hapa maiki. Ungesema samahani, sogeza maiki huku, sio lete. Bwana. Samahani, sogeza maiki. Asante. Mimi na maswali nadhani sio napenda watu wazima ndo wajibu.
Kwanza nilikuwa napenda kuwataarifu wazee, watu wazima kwamba hao viongozi watu wazima kwamba wanaongoza generation ambayo iko very informed. Kwa hiyo wawe waangalifu, lakini swali langu na imekuwa ni kauli inayoendelea mara kwa mara, na Khalifa ameirudia ya kwamba vijana hawaaminiki. Sasa mimi ningependa kuwauliza vijana hawaaminiki na kina nani? Na hao wanaowaongoza wao wingi ni upi? Sababu tunaamini kwamba kama vijana ni wengi, manake wao ndo wanaamua waongozwe na nani. Sasa kama sisi na kwa sisi hatuaminiki, ama nyinyi wachache hamtuamini sisi, au sisi hatuamini nyinyi, pia hilo mtujibu. Lakini watueleze pia na vipimo wanavyotumia kuvipima katika wao uaminifu wa kijana na mzee. Na swala lingine nilikuwa nataka kujazia ni kwenye ushirikishwaji wa vijana, na hii iko kote, sio kwenye siasa peke yake. Ushirikishwaji upo, asilimia zake zinategemeana na sekta, lakini upo wa kinafiki. Yani ushirikishwaji wa vijana upo kwa sababu ndio wale waliongelewa asubuhi, picha za vijana zinahitajika katika miradi tofauti tofauti. Kwa hiyo wabadilike pia. Sawa. Kwa tuhitaji kutumika kama project. Asante sana Rukaiya. Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, naomba usogeze maiki huku. Hapo sawa. Yaani Rukaiya anavyosema ni kama vile Gaspar tumemweka hapa kumpiga picha. Wapi? Mimi naona hata kusimama nachelewa. Labda niseme vitu viwili. Kimoja. Alipozungumza Gaspar kwamba vijana washiriki kwenye siasa, kwa sababu mimi naona sababu mbili. Moja, siasa imefanya kuwa expensive, kuwa gharama. Kwa hiyo unakuta kijana anakuwa anashindwa kushiriki kwa sababu ni ghali. Ndio maana inafanywa hivyo. Lakini sababu nyingine, siasa imefanya kuwa jambo ambalo ni hatarishi. Nakupa mfano miwili. Ni hatari kwa sababu inaweza ikaribu future ya kijana kwa namna alivyoiweka. Sio ukiwa chama tawala, ukiwa upinzani. Mfano, mwenyekiti wa vijana wa saizi Abdul Nondo, wakati yuko chuo, mimi ndo nilimtetea kwenye kesi yake ya kutaka kujiteka Iringa, miaka hiyo yuko chuo. Kwa hiyo probably tusingemtetea kipindi kile, asingekuwa na degree. Kwa hiyo tumemtetea mpaka akaja kupata degree yake. Mwenyekiti wa Bavicha leo, uchaguzi wa 2020, alishiriki kugombea udiwani, alipewa kesi ya uhujumu uchumi wakati anapambana kudai matokeo yake. Ni ndani ya wiki mbili, kama sio kuintervene kumtoa jela kwenye kesi ya uhujumu uchumi, kuja kufanya mtihani wa law school, ndio kuwa wakili. Kwa hiyo imefanywa kuwa hatarishi ili vijana wasishiriki. Asante. Ngoja naangalia. Inabidi nifanye, nina upendeleo, kina dada kama amenyosha mikono. Natafuta mwanadada kijana. Kuna yule mmoja kijana lakini huwa anaongea bungeni. Na hapa pewe nafasi. Yupo. Unyosha mkono sasa, mbona umeshusha? Huyo hapo. Huyo hapa mpe. Yes. Huyo hapo. Huyo. Yes. Huyu jenzi wa bei ya jioni. Asante kwa fursa hii. Mimi nilikuwa, kwa sababu ilikuwa ni kiu yangu sana kusikia sauti ya vijana, wao wanazungumza nini, wanasemaje. Na hii ibaki kama assignment, hayo aliyoyazungumza Gaspar na kile ambacho umeona anakifanya pale. Ameonyesha wazi kwamba vile ambavyo mnadhani kwamba wao wanawaogopa, wanaweza wakatafuta njia nyingine kufikisha ujumbe ama kudai haki ama kuizungumzia haki. Hiyo ndo tafsiri hapo kwa upande wa Gaspar. Na Gaspar ni mfano wa vijana wengine wengi ambao wako nyuma. Nazungumza hivi nikiwa nataka kuwaonyeshea mfano mmoja kwamba haya yanayoendelea ambayo mnadhani kwamba yanawatia uoga vijana,
Hii ni tofauti kabisa. Hayo yanawaimarisha na watakuja wanaimarika zaidi na watakuja kuibua kitu ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kuwasimamisha. Na niwatolee mfano kwenye yale matukio ya Oktoba 29, kulikuwepo kijana mmoja mdogo kama Gaspar. Alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa wanatuhumiwa na hiyo kesi ya uhaini. Sababu nilikuwa miongoni mwa mawakili ambao walikuwa wanawatetea wale wahaini. Baada ya upande wa jamhuri kuwafutia mashtaka, James yule kijana alivyotoka akawa anasimulia picha aliyokutana nayo pale. Akawa anasema wakati walikuwa kwenye ile gari, kwenye ile cruiser ya polisi, kule ndani kulikuwa kuna maiti. Yeye alizimia, lakini baadaye akaja akazinduka. Baada ya kuzinduka akakuta wenzake wale ambao walikuwa nao damu bado mbichi zile. Askari wakamwambia awakisi wale maiti, alafu anyonye ile damu. Ni maneno ambayo nazungumza ni ya ukweli kabisa. Kijana mdogo kama huyu anazungumza, anasema yeye mwenyewe, yani anatathmini, dada, kwa ambao nimeyashuhudia na ambayo nimeyapitia, ni kitu gani ambacho nitakiogopa tena katika ulimwengu. Asante. Asante sana. Kwa hiyo ni picha ambayo mbaki nayo. Asante. Asante sana. Naomba mpe ndugu mbunge Ado pale. Tumalizie afu nirudi kwa wanajopo wangu. Huu ni upendeleo. Si anaongeaga huko bungeni? Mimi ndio nina nashukuru sana ndugu Arifa kwa upendeleo huu. Nataka kusema kidogo juu ya swali ambalo ulimuuliza Dr. Nasra juu ya nafasi ya vijana kwenye vyombo vya uwakilishi wa wananchi. Nataka kusema kwamba ukitazama taswira ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ukirejea hotuba ya Rais Samia, anasema bunge lile ni bunge la vijana, na akasema kwamba matarajio yake yeye ni kuona kwamba bunge lile vijana watajadili kwa ari pamoja na kujadili kwa ubunifu. Lakini liko jambo moja ambalo Mheshimiwa Rais hakulisema na hakuliacha kwa bahati mbaya, na chenyewe ndio kikwazo kikubwa sana. Rais Samia hakusema kwamba vijana wajadili kwa uhuru. Hilo hakusema. Na hicho ndio kikwazo kikubwa, kwamba tunavyopima nafasi ya vijana tusitazame namba peke yake. Tutazame kama kweli tunawapa jukwaa halisi la kuzungumza mawazo yao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba uzoefu wangu ndani ya bunge, kwa idadi vijana tumo, lakini kuonyesha ule ujana wetu, ujana wa kunoa bongo, ujana wa uthubutu, ujana wa kuwakilisha maslahi ya wananchi. Kama hivyo ndio vipimo vya ujana, hayo mazingira hayapo kabisa. Na ziko mada ndugu Arifa, nitaziorodhesha tu ili nikupe mic. Kwa sasa bungeni ni kama umewekwa utaratibu ambao haumo kwenye kanuni, lakini hakuna space ya kuzungumzia. Hauruhusiwi ndani ya bunge kuzungumza juu ya utekaji, hauruhusiwi. Kama unataka dakika zako 10 ulizopewa uchangie nusu dakika, zungumza juu ya utekaji. Hairuhusiwi kuzungumza ufisadi wa daraja la juu, labda utaje rushwa kwa juu juu. Hairuhusiwi hata kurejea ripoti ya CAG kwa uhuru. Unaambiwa bana, msiguseguse, msiseme, ipo kwenye public space, naambia hiyo usitaje. Hairuhusiwi kudai katiba mpya, hairuhusiwi ndani ya bunge. Hairuhusiwi kueleza nini kimetokea Oktoba 29, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kueleza uchaguzi umefanyikaje, kwamba mimi bwana Ado leo hapa ni mbunge kwa sababu kuna baadhi ya watu wamepoka mamlaka ya wananchi, wanaamua Ado sasa hivi ni bahati yako wewe. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu hiyo bahati imepatikana. Hairuhusiwi. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo vijana inawakabili kwenye vyombo hivi. Tunaweza tukaongeza idadi, asante, lakini tukakosa ule ujana wao ambao unaleta ustawi, unaleta maendeleo. Asanteni sana. Asante sana ndugu zangu, nawashukuru. Ngoja nimalizie, kwa muda hatuna. Nilipewa dakika tu 60 na zimebaki dakika 5. Hapana, zimebaki dakika 12. Zimebaki dakika 12? Ndio. Basi lete mkono hapa. Lete. Samahani mheshimiwa, unaweza kusogeza maiki hapa? Jiangalie. Kwa nani?
kaka Idrisa. Aha. Asante. Vijana mnashirikishwa, ila mnashirikishwa kwa segments. Mnashirikishwa kwa mazuri, wapo tunawaona wanashirikishwa kwa mazuri, maana wanaingia bungeni kama alivyomaliza kusema ndugu Ado, lakini bahati mbaya vijana mnashirikishwa kwenye huo uchawa. Mimi nimeshtuka, inapata miaka 15-20 iliyopita, yaani unalazimika kuandika story ya uchaguzi uliofanyiwa hujuma wa wanafunzi wa chuo, serikali ya chuo. Yaani una ushirikishwaji wa vijana katika kufanya figisu kwenye uchaguzi wa serikali ya wanafunzi. Vyombo vyote vya ulinzi na usalama vinasimamia uchaguzi wa serikali ya wanafunzi, vijana wadogo. Kwa hiyo wanaanza kufundishwa wizi wa kura from the very tender age. Na ni vijana nyinyi. Sasa mjue tuliokushapita hizo age za ujana, we are watching you seriously. Okay, asante. Wale wanaopata nafasi wafanye, watumike vizuri. Asante sana, mpe jirani yako. Nitatumia dakika 1:30 tu. Moja. La kwanza, naomba mtafute history ya Ahmed Ben Bella, rais wa kwanza wa Algeria. Anasema bora kuchezea moto kuliko joto la vijana. Nafikiri hiyo mshaelewa maana yake. Kijana akishaamua ameamua. Pili, naomba sote humu ndani, mbali ya kuangalia swala hili kitaifa, tuanze kuwajenga vijana wetu kwa na ujasiri. Mimi nafanya hivyo kwa watoto wangu majumbani kwetu, wawe na ujasiri wa kukataa jambo baya na kukubali, sio kila wakati kukupongeza wewe baba na mama kama vile wake wa Mtume. Asante sana. Kuna labda kama unamuona njoo mpatie. Asante. Kwa jina naitwa Musa Mbwara, ni kijana. Nimepewa hapa. Nilikuwa na swali typical kwa panelisti wetu, lakini of course kwamba Gaspar majibu nahisi mimi ninayo. Swali ni hili, lakini Dr. Nasra nahisi atalifikiria kwa kina. Sababu ya vijana kutoshiriki au kutoshiriki of course katika democracy, kicha kwanza tunakosa exposure ya maisha, exposure ya kisiasa pia. Sasa Gaspar naona anajitahidi kutupitisha sisi kutokana na harakati zake kuona vitu mbalimbali kuhusiana na nchi inapokwenda, maisha na kila kitu. Kwa upande wa Dr. Nasra, je, maswali ambayo mliulizwa mwanzo mlijibu? Wewe ulisema uliingia kwenye siasa kwa sababu kuna maswali yalikosa majibu, na Gaspar amesema ameingia kwenye siasa kwa sababu aliona hakuna mtu wa kusema. Kwa hiyo je, unahisi vijana au kuna mpango gani inawezekana kawa upo au fikra zako wanahitaji exposure ya aina gani ili wao wenyewe wawe na hamu ya kushiriki kwenye siasa? Asante sana. Naomba mpe, samahani mheshimiwa, sogeza maiki pale. Tutamalizia na dada Mary, alafu nirudi kwa ndugu zangu hapa tufungie na sisi. Asante sana na ongereni sana kwa jopo na mjadala mzuri unaoendelea. Mimi ambacho nadhani nikiwa na tafakari, hawa vijana tunaongelea ni zao letu. Kwa ina maana kama tuna vijana ambao ni machawa na wala rushwa, maana yake wamejifunza kwa sisi watu wazima, ndio tumewafundisha tukaonyesha kwamba huu ni utaratibu, na vijana wakatufuata kwa sababu ndio tunawafundisha. Alafu kitu kingine nadhani nimekiongelea pia Jebra. Nadhani tunapoongelea pia kwamba tunataka kuwashirikisha vijana, hatuna nia ya kuwashirikisha.
tumebaki tu kuongea, kwa sababu huwezi kusema namshirikisha kijana ambaye ni maskini. Ni ngumu sana kumshirikisha kijana ambaye hajui atakula wapi, hajui kesho yake inaanzaje, hajui anafanya nini, alafu unasoma namshirikisha. Anashirikisha kwenye nini wakati hajui hata asubuhi yake inaanza vipi? Kwa hiyo cha kwanza tunapoongelea, kwanza vijana maisha yao sio kwenye siasa tu, maisha yao yako sehemu nyingine pia. Kwenye nyenzo zetu za uchumi vijana wapo? Kama vijana hawapo, manake hatuna nia ya kuwashirikisha, kwa sababu hatuwezi kusema tunasubiri kwenye siasa wakati kwenye uchumi hawapo. Tumeongelea asubuhi hapa kwenye sekta yetu ya elimu, vijana tunawatumiaje? Vijana wanapojaribu kunyanyua sauti, hata kwenye vyuo vyetu wakinyanyua sauti wanaitwa, siku hizi kuna definition ni tofauti ya uzalendo. Uzalendo ni pale ambapo unaitikia kila kitu ndio. Uzalendo ni pale ambapo hauulizi. Uzalendo ni pale ambapo wewe umeamua kuwa mjinga kwa kuchagua, ndio unaitwa mzalendo. Lakini ukisema kwamba naisimamia nchi, nasimamia mambo ambayo yanaenda, ambayo vijana wakijaribu vyuoni, wengine wanafukuzwa, wengine wanatafutwa. Kwa hiyo hata pamoja na kwamba ndio tunatamani kuna vitu vingi kutoka kwa vijana, bado pia kwenye kizazi kingine ambacho ni watu wazima, bado tuna nafasi tuna kazi ya kufanya ili vijana pia waweze kuona mfano mzuri. Maanake hawa vijana vyovyote wanavyofanya vile ambavyo ni vibaya ni zao letu, wameiga kwetu. Kama wanafanya vitu vizuri ni zao letu. Sasa sisi tujiulize tuna hali gani? Kwa sababu tunaongelea vijana hawa. Juzi kwa kuna uchaguzi switch chipukizi, hadi watoto wa primary wanafundishwa jinsi ya kutoa rushwa. Kwa ni sisi watu wazima tunafundishwa tu jinsi ya kutoa rushwa na kupokea rushwa. Na ni lazima wote kwa pamoja tukutane. Na ninatamani sana siku nyingine tuwe na vijana wengi waje waongee, ili sisi watu wazima pia tusikilize, tujifunze, kwa sababu nadhani tunahitaji pia kujifunza hati ya kusikiliza, ambao ndio vijana wanasema hatuna. Asante sana dada Mary, naomba maiki yetu tafadhali. Sasa ndugu zangu, nina maswali mawili tu ya kumalizia, na kwa sababu ya muda kwa nitawaomba pia mjaribu swali langu la kwanza ni kama tulivyoichambua status quo kwamba ushirikishwaji wa vijana kama ambavyo vimejidhihirisha kwenye mjadala hapa kwamba ushirikishwaji wa vijana haufanyiki vizuri au haupo wa kutosha. Na swali langu ni madhara ya hali hiyo yanaweza kujidhihirisha kwa namna gani? Na je, kwa uchambuzi wenu nyinyi kama vijana, kile tulichokishuhudia Oktoba 29, 2025 inaweza kuwa ni mojawapo ya namna ambavyo hayo madhara ya kukosekana kwa ushirikishwaji wa dhati wa vijana kwenye kuendesha nchi yao unaweza kujitokeza? Labda tutaanza kwako Gaspar, kama umenielewa. Nimekuelewa. So kuna madhara mengi sana ya vijana kutohusishwa kwenye mambo ya siasa, kwa sababu wanabaki wanatangatanga. Sawa. Sasa kwa mfano, ngoja nitumie hii scenario ya sasa hivi inayoendelea. Sawa. Vijana wanatangatanga, hawana pa kusema. Wakisema ndio hivyo wanatishiwa, wanaambiwa watapotezwa, kutekwa na mambo mbalimbali. Umeona? Sasa wanakuja kutumika na watu ambao tunasema labda wanaweza kuwa sahihi au sio sahihi, kwa kuangalia vijana wanahitaji nini. Umeona? Kwa hiyo wanaangalia genzi wakoje. Wanapenda vitu ambavyo vina make logic. Kwa hiyo mtu anakuja anatumia logic na wao kuwa influence kufanya vitu ambavyo huenda sio au ni kweli. Si ndio? Hata kama mtu ana mpango mbaya atakuja kulingana na logic zao zinahitaji nini. Atagonga kwenye logic alafu atasema ndiye. Umeona? Kumbe yeye mwenyewe ana mpango mbaya. Na ili swala la yanaweza kajirudia hayo maswala hayo yasirudie. Kwa mfano swala la juzi na jana, juzi ndio palikuwa Sabasaba. Juzi Sabasaba usiku na jana mimi nilikuwa mtandaoni, napita kwenye live za TikTok. Sasa hivi ili swala la kwa mfano maandamano, vijana wameanza kuona kama halifanyi kazi. So kitu ambacho kinanishtusha, huenda wanaweza kaanza kutangatanga wakatafuta njia nyingine ambayo inaweza ikawa mbaya au ikawa nzuri. Sasa inategemeana na mtu atakuja kugonga lojiki zao akawaonyesha njia. Sasa itakuwa ni mbaya au nzuri. Sasa
Solution ni nini? Ni serikali iwajibike tu, iingie moja kwa moja, take solution, ili asije akajitokeza mtu mbaya akawatumia vibaya. Okay. Dr. Nasra. Asante. Kwa kuna swali moja la exposure, yani vijana anahitaji exposure aina gani ili labda aweze kufika kule ambapo tunahitaji kijana afike kwenye siasa, labda unavyosema. Kuna I think kuna platform nyingi ambazo tunaweza tukazitumia entities, lakini kijana huyu hajajizaa mwenyewe, ameanza na familia, na misingi mingi sana ya binadamu huanza kwenye familia. Mimi mwenyewe nimepikwa ndani ya familia yangu, baba yangu na mama yangu, kwa hiyo imeanza huko. Kwa hiyo hata wakati mwingine unaweza ukawa hujapata backup ya jamii, lakini kuna watu ambao wako karibu sana na familia yako, au kuna watu ambao wako ndani ya familia yako wanakuwezesha kufika huko. Na pia nimepata watu ambao ni sahihi, watu ambao wameniona mapema sana wakati naanza siasa. Mimi nimeanza siasa mdogo sana, 22 years old. I think 22 years old, 23 years old ndio Maalim Seif mimi aliona uwezo wangu kipindi hicho wakati niko shule bado. Kwa hiyo ni sehemu, ni platform ambazo wakati mwingine zinatokea kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, lakini kuna wakati mwingine platforms zinakuja kwa show yourself. Nenda sehemu ambazo ni sahihi badala ya kuenda kwenye mikusanyiko ambao unahisi wewe itakupatia labda mahitaji yako kwa muda mfupi. Unaenda vijana tunajua mtu anaweza kutoka labda under night club anaenda sehemu nyingine, lakini kuna platform nyingine ambazo zinazungumza masuala ya civic engagement na vitu kama hivyo. Expose yourself kwenye masuala hayo, lakini pia usiwe ni mtu ambaye unakinai sana kwenye taarifa. Soma, kwa sababu kuna misinformation nyingi sana, na kwa sababu sasa hivi mitandao inatumiwa vibaya sana kuwapotosha vijana. Kunini, juzi ilitokea maandamano ya wafanyakazi ambao wanafanya ndani ya Mji Mkongwe, walikuwa na haki zao wanadai kwa mamlaka Mji Mkongwe, lakini kuna watu wengine ambao hawaishi Tanzania, hawaishi Zanzibar, sio Wazanzibari, wakasema kwamba Watanganyika wamegoma kwa sababu wamepewa hawapewi haki zao Zanzibar. Kwa hiyo kama ungekuwa ni mtu tu wa kufuatafuata mitandao, kile kitu kingesema kwamba kweli Wazanzibari wanawatesa Watanganyika na vitu kama hivyo, wakati sio kweli. So those kind of information wakati mwingine huenda zikatumiwa na watu fulani ikiwa kwa ajili ya kutengeneza ajenda zao, lakini kama kijana natakiwa expose yourself kwenye information. Soma ili angalau mtu anapokujia na hiyo the so called, labda mtu amekuja na logical information kuhusu kitu, na wewe tayari umeshai study ile taarifa na unajua ukweli ni upi na masuala ambayo sio sahihi ni yapi. Okay. Lakini nije kwenye suala ambalo madhara ya kutowashirikisha vijana, ili ni ticking bomb. Usipomshirikisha mtu hata kwenye familia, unapoikandamiza familia kwa kutowapa haki zao ndani ya familia, atatoka tu, kuna siku utakuja na vijana ambao watakuvutia bangi, watakupiga. Okay. Yani hiyo ni kawaida na ni kweli, wala tusiogope. Suala la kwamba maandamano ya 2019 ya 29th October kwamba huenda ikawa ni jambo baya, lakini ni swala ambalo linaweza likatokea, kwa sababu kwetu sisi lilitokea na ilikuwa influence na vijana na uchaguzi. 2001 ilitokea na kipindi gani kingine ikatokea 2020 na madhara makubwa yamefanyika. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu ambacho labda it's an unique kitu ambacho kimetokea Tanzania, lakini ni kitu ambacho ni manifestation ya kutowashirikisha, na especially kutowashirikisha kundi kubwa la vijana kwenye masuala ya maamuzi, na hususan kwenye vitu ambavyo wao wanavihitaji kwenye jamii. Okay, asante sana. Swali langu la mwisho kabisa kwenu litufunge ni kwamba hali ni mbaya, sawa, kama ambavyo tumeichora na tumeona hapo ambavyo inaweza ikajidhihirisha, lakini kama hali inapaswa kuwa nzuri, nini kitapaswa kubadilika? Yani ili tuweze kufika katika hali ambapo tunaweza kusema kwamba huu tunaouona ndio ushirikishwaji wa maana wa vijana kwenye uendeshwaji wa nchi yao, nini tunapaswa kuona kikibadilika kuweza kufika kwenye hali hiyo? Na mchango wetu sisi, wajibu wetu sisi kama vijana ni yupi
mpaka kufikia kwenye hiyo hatua tunayotaka. Tutaanza na Dr. afu tutamaliza kwa Gaspar. Mimi kwanza naomba kwanza kuchukua nafasi hii fursa niliyopata hapa kusema kwamba political dialogue sio ya mtu mmoja, wala the democratic dialogue sio ya mtu mmoja. Hii ziwe ni dialogue zinazoweza kuendelea. I think tulifanya vizuri sana kipindi ambacho tulikuwa tunazungumza kuhusu ushirikishwaji kwenye masuala msingi ya kikatiba. Bado tulikuwa sisi wengine walikuwa sio wapiga kura bado kipindi ile ya 2014, lakini ile between 2012 na 2014, lakini tunaona kabisa mijadala ilivyoweza kuongoza and shape the narrative kuhusiana na masuala ya kudai katiba mpya na kudai sheria ambazo ni kandamizi kuondoshwa. Kwa hiyo ni muda sahihi sana forum kama hizi kutumika kwa ajili ya kutengeneza momentum zaidi kuhusiana na masuala ya msingi yanayohusiana na demokrasi, lakini pia suala la muungano ni suala ambalo tunatakiwa tulizungumze, wala tusiogope. Ushirikishwaji wetu wa hizi nchi mbili zinatakiwa zionekane kwa uwezo wetu, lakini pia kwa michango ambayo tunaweza tukaifanya Tanzania ambayo ni imara zaidi. Kwa hiyo platform kama hizi zitumike, lakini hili lisiwe ni suala la kupita. Forum hii inatakiwa iwe ni mjadala wa kila mwezi au mjadala ambayo inaweza kachukuliwa na taasisi nyingine. Yani isiwe ni taasisi moja inazungumza masuala haya, niwe ni taasisi nyingi, labda kuwe kuna coalition ya taasisi ambazo zinaweza kutusaidia kuhakikisha mijadala ya civic engagement inakuwa active kipindi kama vile mwanzo ilivyokuwa, ili angalau kuchangamsha, kuwapa vijana zile information ambazo tunazihitaji kwenye masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, ili angalau kijana hapa hata kama anaenda TikTok, anaenda Instagram, whatever, lakini anajua kule anakoenda kuna information, lakini kuna sehemu nyingine ambayo ni sahihi zaidi kupata information ambazo zitaweza kumsaidia yeye kusimama kama kijana wa Tanzania. Asante sana Gaspar. Nini kitapaswa kibadilike ili tuwe na ushirikishwaji wa vijana wa maana Tanzania, na wajibu wetu ni upi sisi kama vijana kufikia huko? So vitu ambavyo vinavyotakiwa vibadilike, so inatakiwa ichukuliwe hatua kuanzia sasa kwa yanayoendelea na kwa hali tulionayo. So kitu ambacho inatakiwa kifanyike kwanza sasa hivi, inatakiwa itumike hekima, sio nguvu. Yaani pande zote mbili ambazo kuna zina mgogoro, yanatakiwa yatumike maamuzi ya hekima kuhakikisha wanafikisha mwisho. Kingine, waboreshe demokrasia irudi, vyama vya kisiasa viwe huru, watu wana uhuru wa kujieleza. Hayatatokea tena haya kwa sababu watu hawataona tena umuhimu wa kutukana, wala wataenda kueleza matatizo yao kule kwenye vyama vya kisiasa. Wanaharakati hawatakuwa wengi, watakuwepo, lakini nguvu yao haitaonekana kubwa sana ya kupushi kwa mfano maandamano na mambo mengine. Hivyo itakuwepo upande wa vyama vya siasa. Umeona? Pia kusikiliza na kutatua changamoto za vijana. Hilo ndo la msingi, kwa sababu hata mfanyaje, msiposikiliza na kutatua changamoto zao, bado hamtakuwa mmefanya chochote. Mtakuwa sawa na sifuri. Yeah. Sana. Mimi nimemaliza, labda mheshimiwa kwa heshima tu ya baba askofu labda ndo atatufungia kutoka kwangu. Anajiuliza utaratibu umetoka wapi, kwa sababu likimaliza mimi ndo ninawaruhusu. Sasa wewe unafungaje? Anatufungia baba askofu. Huyu analake jambo. Analake jambo. Sasa ndugu zangu, mimi nilialikwa hapa kwa ajili ya kuchokoza mada na kuchochea, sio kuchochea maandamano, kuchochea maendeleo. Maki wote ni nini? Ni uchochezi, si ndio? Nimekuja hapa kuchochea maendeleo ya fikra. Naomba niwasomee maswali kadhaa, msiyajibu, nenda mkae nayo, yawasaidie katika kuwaza. Swali la kwanza,
Hivi inawezekana kuwa na vijana wenye nidhamu inayotakiwa na wazee hapa Tanzania, wakati vijana duniani kote wameasi wazee? Yaani sisi tukawa na Tanzania ketu ambako watoto wetu wote, vijana wetu ni lakini the rest of the world vijana wote wamechangamka. Inawezekana? Swali la pili, hivi serikali ni mali ya wananchi au wananchi ni mali ya serikali? Swali la tatu, nimeona kwenye narrative, asante sana dada, unajieleza vizuri, wewe kweli ni mwana baraza la wawakilishi. Narrative iliyopo sasa kitaifa ni ya kundi fulani linalojinadi kwamba linaweza kupasua vichwa, miguu, tuje tukuone unatokea, utatutambua. Yani lina leseni ya kukata miguu, kufanya nini na kufanya nini, si ndio? Lipo linajinadi. Hivi itakapotokea likapatikana kundi lililo tayari kukatwa miguu, kupasuliwa vichwa, hapa nyumbani patatosha? Swali la 4, hatua zinazochukuliwa hivi sasa kuhusiana na madai haya vijana wasioonekana, je, zinatatua matatizo au zinazidi kuradicalize? Sifahamu, sina Kiswahili kizuri cha radicalization. Kuchochea? No, sio tafsiri nzuri. Kuradicalize yani lakini mnaielewa Je, hatua zinazochukuliwa zinatatua tatizo hili la vijana au zinazidi kuradicalize ili waende kwenye extreme zaidi? Swali la 4 au la 5? La 5. Nimesema maendeleo ni uasi. Maendeleo hayaachani na uasi. Yaani hatua ya mtu kutoridhika na hali yako na kuamua kuitafutia suluhu. Unaasi, nimechoka na kulala njaa, nimechoka na kuumwa na viroboto, lazima nichukue hatua. Huo ni nini? Ni uasi. Sasa hatua tunazochukua kwa Gen Z haziui ubunifu, ugunduzi na udadisi kama wa kijana wangu pale. Hizi hatua tunazochukua ni kama kuwazuia watoto wasiwaze, wasifikiri, wasichukue hatua. Tulieni. Na bila hatua za kuasi hali yao, wataweza kuondokana na hali walionayo. Mkumbuke, wazee wana madaraka, vijana wana muda. Yani time is on their side. Nani zaidi, mwenye muda au mwenye madaraka? Mtajijibu wenyewe. Swali la 6. Udalali. Siku hizi nafikiri hata hapa Zanzibar unaweza ukanunua kiwanja bila kuwa na dalali, au una kiwanja unakiuza ukakiuza kirahisi bila kupita kwa dalali. Utapata tabu sana, si ndio? Kwa hiyo udalali ni hali ya kawaida sasa. Sasa sisi kama nchi tunauza na kununua, si ndio? Sisi kama taifa tunauza na kununua kwa sababu tuna mahitaji. Tunazalisha, tunahitaji kuuza, tuna mahitaji, tunahitaji kununua. Dalali wetu ni nani? Dalali wetu ni nani? Namba 7.
Nimezungumza asubuhi kuhusu hii dhana ya kushetanisha wanaharakati. Mimi sidhani kama wanaharakati ni kuchoma moto na kuharibu majengo. Huo sio wanaharakati. Huo sio wanaharakati. Lakini wanaharakati ni ile conviction yaliyo na mtu juu ya ustawi wa jamii anamoishi. Ndio wanaharakati. Hiki mnachokifanya wote hapa leo, wote ni kisichokuwa na harakati ni maiti. Ukisha kufa harakati huna. Lakini binadamu aliye hai ana nini? Ana harakati. Sasa kinyume cha harakati ni nini katika uongozi? Yaani ukisema mimi ni kiongozi lakini sio mwanaharakati, manake unatuambia wewe ni mangimeza. Sasa hao wanaokataa wanaharakati wako tayari tuwaite mamangimeza? Sasa kuna swala amelizungumzia dada yangu hapa kuhusu mijadala. Zamani kama taifa tulikuwa tunatumia mijadala kupumua. Kila mwaka tulikuwa tunakusanyika pale University of Dar es Salaam kwa ajili ya Reddit. Kila mwezi UDASA lazima walikuwa wakae wachemshane. Baadaye mijadala ya kitimoto, kipima joto, samani kitimoto samani. Kipima joto. Sisi shuleni debate ilikuwa ni kila mwezi. Debate. Na mnachagua topic wenyewe. Faida za kuoa mwanamke mrembo na hasara zake. Mmoja anasema ndio, mwingine anasema hapana. Mnarumbana mpaka mnatoa nini? Jasho. Kwa hiyo tunafundisha kizazi namna ya kuvumiliana katika mijadala. Viongozi mnaoona wote hawa tunawalalamikia ambao karibu wanaisha sasa, wanamaliza zamu yao, wote wamepita kwenye mijadala ya moto kwenye vyuo vikuu. Sasa tumepiga marufuku mijadala vyuoni. Tutakuja kulifanya taifa letu liongozwe na mazezeta wasiojua kujadili. Maana uongozi maanake ni influence. Influence sio cohesion, ni influence. Basi mimi baada ya kusema hayo maswali msiyajibu, lakini yawafanye kuendelea kufikiri. Asante sana. Asante sana. Naomba nimshukuru Halifa pamoja na jopo lake Nasra na Gaspar. Tuwasindikize, sio kwa makofi, mnatia aibu. Hapa. Clock it. Tutaelewana tu. Tangu asubuhi tunaanza kusuta wapi wewe, acha mambo ya zamani. Sio hiyo unayowaza wewe. Kuifahamu hamuifahamu hapo mnasema. Hebu mzee Saidi, hem tuonyeshe unafanyaje? Haya, tutaelewana tu. Hatujafikia tamati, lakini tunakwenda kuzungumza sasa kidogo mazungumzo ya kiutofauti, na nimkaribishe mzungumzaji wetu halafu atatuambia alichotuandalia kutuambia, halafu atakayependa kuchangia pia atakaribishwa kwa uchache sana, ili baada ya takriban dakika 25 tuwe tumemaliza. Ali Bahrun, yeye ni kijana, sijui ni Gen Z na yeye sijui ni millennial. Haya. Ali Bahrun anakuja kuzungumza kuhusu masuala ya cohesion, mshikamano, umoja wetu wa kitaifa. Tumeongea leo, tunaona kuna tofauti baina ya hizi generations, namna tunavyofikiri, namna tunavyoshirikishana, vipaumbele tunavyoviweka. Kuna generation ambayo inakuwa inaachwa nyuma na ndio inapata hizo hasira,
inatumia taratibu ambazo wengine wanaona labda hazistahili katika kujaribu kuleta kile wanachotaka kukileta. Na Ali anapokuwa mzungumzaji wa mwisho ni mtu ambaye anatuletea kitu kimoja cha kipekee sana. Sijui kama bado anaendelea na programu yake. Kulikuwa na programu moja alikuwa akiendesha inaitwa Kesho Yetu na Ali, ambapo alikuwa anafanya mazungumzo na vijana wadogo, watoto wa miaka 7, miaka 9, halafu wanajadili kesho yao wanaionaje. Ali ana hicho kipaji cha kuweza kuzungumza na vijana wadogo na kuweza kufanya wakaibua mambo ambayo mwingine labda asingeweza kuyafikiria. Lakini Ali pia ni kiongozi wa jumuiya ya watu wenye mitindo tofauti ya uzungumzaji. Ali, karibu. Asante sana Barwani. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Ali Baharun. Ni mwandishi wa fasihi na pia ni mwanzilishi wa jumuiya ya CHAMUTA, chama cha mitindo maalum ya uzungumzaji Tanzania, ambayo ni jumuiya ya watu wenye kigugumizi. Kwa hiyo hapo mbele inawezekana nikasita, nikakwama katika neno. Naomba mjue kwamba sijamaliza, msiondoke. Nitaendelea. Na ni mwanaharakati wa vitabu na kuhamasisha usomaji. Hapa mbele yenu nimepewa jukumu la kuelezea juhudi za kihistoria na za kisiasa zinazofanyika Tanzania, upande wa Tanganyika na Zanzibar katika kujenga mshikamano wa kitaifa, kuanza kuundwa kwa muungano, usimamizi wa utofauti wa kidini, wa tofauti za kimaendeleo, wakati maeneo mbalimbali, na siasa za utambulisho, identity politics, hadi changamoto zilizoibuliwa na mgogoro wa Oktoba 2025, pamoja na kutengwa kwa vijana kutoka katika ushiriki wa maisha pamoja ya uraia na utaifa. In English, ni to-examine historical and contemporary efforts on the mainland and Zanzibar to build national cohesion, formation of the union, identity politics until the pressures of October 2025, the crisis that has led a reason for alienation of young people from shared civic life. Ni Gen Z kwa ujirani, lakini kama tulivyojulishwa asubuhi kwamba Gen Z hawana msemaji. Kwa hiyo katika maelezo yetu au mjadala wetu ambao nitaendelea hapa, kuna vijana wengi watukufu wa Gen Z ambao wako hapa, wanaweza wakanipora mic na kuendeleza mjadala huu. Kuendeleza zoezi alizoanzisha kaka yetu Barwani hapa, masuala ya Gen Z lingo au lugha za Gen Z. Ningependa pia kuelemisha neno period. Ile period ya kawaida alafu mwishoni period, na hilo neno linatumika pale mtu amesema na kamaliza point, amesema ukweli wake, period. Tunapoendelea mjadala wetu huu kuhusu demokrasia nchini Tanzania, na leo tumesikia mengi kutoka kwa Gen Z wenyewe, wazee wetu wa Gen Z wa jana na wa Gen Z wa bei asubuhi pia.
tukumbuke kwamba baada ya yote haya ni kujenga taifa ambalo watu wake wanahisi kuwa ni sehemu ya pamoja na sehemu ambaye inaelezea hadithi moja ya Tanzania. Katika miaka ya karibuni na hasa baada ya matukio ya Oktoba 29 tumeshuhudia ishara zinazotulazimisha kujiuliza maswali magumu kuhusu hali ya mshikamano wetu wa kitaifa. Maswala kuhusu muungano, maswala kuhusu usawa wa maendeleo, maswala kuhusu dini, utambulisho, fursa za kiuchumi na nafasi ya vijana katika taifa lao. Moja ya mchango mkubwa ambalo ningependa kusisitiza ni kutukumbusha kwamba vijana hawawezi kuendelea kutazamwa kama ni watazamaji wa siasa na maendeleo, bali ni wachezaji mahiri. Lazima tukutane nao walipo, katika ulimwengu wao, katika lugha zao, katika mifumo yao ya mawasiliano. Leo hii tunajikuta tuko katika jamii ambayo haiwaamini vijana wake na huwanyima wenyewe uwezo wa kujirekebisha. Historia ya dunia inaonyesha kwamba mageuzi mengi ya kijamii, kisiasa na teknolojia yamechochewa na vijana waliothubutu kuuliza maswali ambao wengi waliogopa kuyauliza. Hata katika Tanzania ya leo, mara nyingine kuandika kwa uwazi tu, kwa uaminifu na bila kujipendekeza kwa mamlaka huonekana kama ni kitendo cha ujasiri, wakati hiyo ni bare minimum. Hiyo pekee inapaswa kutufanya tutafakari juu ya kiwango cha uhuru wa fikra tunachokijenga kwa kizazi chetu na kizazi kijacho. Mjadala huu pia umetufanya tufikirie upya nafasi ya elimu katika demokrasia. Elimu ambayo sio tu ni ya vyeti, lakini pia ya kupambanua fikra na kujiuliza maswali magumu ambayo yanajenga taifa letu. Leo hii kila mtu anaishi ndani ya mfumo wake wa taarifa, wenye TikTok, Instagram, Clubhouse, Twitter, na mitandao ya kijamii imerahisisha watu kuzungumza, lakini pia imerahisisha watu kujifungia ndani ya vyumba na kutoa mawazo yao. Kama alivyosema hapa mmoja wetu kwamba mtu anashindwa kwenda kutoa mawazo yake mbele ya jamii katika sehemu ambazo ni za umma kwa haki yake katiba. Kwa hiyo inabidi tu akae chumbani mwake na simu. Tunasikia katika hii mitandao wale wanaokubaliana nasi ndio tunawafuata, wanaofanana nasi, na tunakasirishwa na wale ambao wanatofautiana nasi. Na kadiri hili linavyoongezeka ndivyo mshikamano wa kijamii unavyokuwa mgumu zaidi kwetu. Na hili ni jambo ambalo mara nyingi tunaliona kama ni jambo la kufanya kwa maneno, kama vile maneno yanatenda, lakini bali ni juhudi zenye utashi mkubwa ambao unahitajika kuyatendea. Vijana wamepoteza imani na viongozi. Kusikia katika mitandao na hata mazungumzo unahisi hasa kwamba vijana hawana imani na viongozi,
Na kiukweli kama tulivyoambiwa kwamba hatuoni kwamba tunaongozwa bali tunatawaliwa. Vijana katika unamsikia kabisa mtu kijana anasema kwamba kiongozi yule akifariki leo mimi naenda kuchinja kuku nyumbani. Halafu huku tunaambiwa kwamba tusisherekee viongozi wakifa. Sasa tunatakiwa tujiulize ni mazingira gani ambayo tunayajenga kwa vijana mpaka mtu ni kama vile wanaweka mkeka wa kiongozi gani anafariki kabla ya nani ili wapate nao pacho la ajira. Ni hali ambayo inasikitisha, na tunapozungumza katika mahusiano ya Zanzibar na Tanganyika mara nyingi tunajikuta kwamba tunazungumza kwa hisia au uzoefu binafsi na simulizi ambazo tumerithi kwa wengine. Lakini ukweli ni kwamba masuala haya ni magumu zaidi kuliko tunavyowasilisha mara nyingi. Ndani yake kuna historia, uchumi, dini, tabaka za kijamii, siasa, na ndani yake kuna hisia za watu kuhusu haki, usawa na heshima. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunachukua uchunguzi wetu wa kila siku na kuugeuza kuwa ni ukweli wa ujumla kuhusu mamilioni ya watu. Tunasahau kwamba kila jamii ina tofauti zake za ndani. Watu wanaopaza sauti zaidi kwenye mitandao ya kijamii si lazima wawe ndio wawakilishi wa jamii nzima. Na katika mshikamano huu ambao tunautafuta wa kitaifa, lazima tujiulize tunarekebisha vipi au tunakabiliana vipi na dhulma ambazo zimepita miaka na miongo nyuma. Unapoona kwamba kuna watu wanauawa Tanganyika baada ya uchaguzi na tunaona video, halafu hisia za vijiweni, mabarazani, mitaani ni kwamba ni zamu yao. Hii inasikitisha. Lakini ndani ya kauli hiyo ya hii ni zamu yao, tunaikuta kwamba hapa upande huu wa muungano kuna madhila makubwa ambayo yamepita, lakini watu walikuwa hawajali. Kwa hiyo sio hali ya kufurahisha, lakini pia ni sehemu ambayo nikawa binafsi najiuliza, muungano labda ni muungano wa maneno. Na hatukatai dhana ya muungano bila shaka, lakini pia ni ule muundo ambao umewekwa mpaka unageuza hisia za watu ambao ni binadamu kama wenzao, lakini zinakuwa ngumu na kutokujali kwa sababu ya majeraha ambayo yamepita, lakini bila kushughulikiwa. Kuna point aliyosema dada Mary hapa, ambayo Watanzania wengi na hususan vijana wanaishi katika mazingira yenye wasiwasi wa kiuchumi. Wasiwasi huu unaathiri namna wanavyoiona siasa, uongozi, taasisi na hata majirani wao. Mtu anahofia mustakabali wake wa kiuchumi, mara nyingi huwa na uwezekano mkubwa wa kutafsiri matukio kwa hisia kuliko kwa mantiki. Na huona vitisho mahali ambapo havipo, huona njama mahali ambapo kuna makosa ya kawaida ya kibinadamu. Baada ya uchaguzi,
na mijadala mikali iliyofuatia, kulianza kuonekana sauti za mgawanyiko katika baadhi ya maeneo ya mitandao ya kijamii. Lakini jambo la kuvutia ni kwamba vijana wengi walikataa kuingia katika mtego huo. Nakumbuka Wakrislamu. Tuliona vijana Waislamu wakishiriki nyimbo za Injili, tuliona vijana Wakristo wakitoa salamu za sikukuu za Kiislamu, na tuliona kampeni za mitandao zilizosisitiza kwamba tofauti za dini haziwezi kuwa sababu ya kutugawa kama taifa na kutugawa kama vijana. Na huo ndio uso mwingine wa kizazi cha leo ambao mara nyingi haupewi nafasi ya kuonekana. Na kuonekana pamoja na uweledi wa vijana hautokei kwa bahati mbaya. Lazima tuwape nafasi za kuzungumza. Lazima tuendeleze majukwaa ya vijana kujadili misukosuko yao kwa uwazi, kusikilizana na kutafuta suluhisho baada ya lawama. Ujumuishaji wa kiuchumi ni sehemu muhimu ya mshikamano wa kijamii. Vijana wanaohisi kutengwa kiuchumi mara nyingi hupoteza imani kwa taasisi na taifa lao. Lakini vijana wanaopata nafasi ya kufanya kazi, kuanzisha biashara, kutimiza ndoto zao, huanza kuona kwamba wao ni sehemu katika mustakabali wa taifa. Kila kijana anayefungua biashara na kuajiri wengine anafanya zaidi ya kutafuta kipato, anajenga demokrasia. Kwa sababu vijana wenye ajira hujihisi kuwa ni sehemu ya mfumo. Jamii zenye fursa za kiuchumi huwa na utulivu zaidi. Na watu wenye matumaini ya kesho huwa na sababu chache za kukumbatia siasa za chuki na mgawanyiko. Ndio maana mipango inayowezesha vijana kiuchumi ni uwekezaji katika mshikamano wa taifa. Na tayari tuna mifano mizuri. Hapa Zanzibar tuna Zafaiko ambayo ni miongoni mwa waandaji. Imekuwa ikoleta pamoja vijana katika mazingira tofauti kujadili masuala ya utawala bora, usawa wa kijamii na mageuzi ya kidijitali. Na hii mijadala ina afya. Mara nyingi tunapozungumzia mshikamano wa taifa tunafikiria kwamba ni Ikulu, bunge au mahakama. Lakini ukweli ni kwamba taifa hujengwa katika sehemu za kawaida. Darasani, uwanja wa michezo, vikundi vya kujitolea, mijadala ya vijana kama hiyo. Na mimi kama mwandishi na imani kubwa na maktaba za jamii. Kwa sababu kuna msemo kwamba maktaba za umma ni sehemu za mwisho za demokrasia. Public libraries are the last democratic spaces. Lakini kwa mfumo wetu huu tunaona mpaka maktaba za umma pia zinakuwa hazileti tija ambayo tulikuwa natarajia. Tuna vitabu ambavyo sio vya kisasa na haviendelezi fikra. Kwa hiyo ndani ya maktaba za jamii tunaona tajiri na maskini hukaa pamoja. Ndani ya maktaba tunaona kwamba hakuna anayestahili zaidi kwa ajili ya maarifa yake. Na kuna point hapa imeelezwa hapa kuhusiana na vinasaba, kwamba nasaba fulani, mtu fulani ndo anastahili kuongoza nchi yetu, ndo wanaopewa vipaumbele katika nyadhifa na vyeo mbalimbali. Na hili jambo tunatakiwa tumetoka nayo tokea nimetajwa hapa mapinduzi ya Ufaransa, na hususan kiongozi mmoja ambaye baadaye of course
akayakiuka mwenyewe Napoleon Bonaparte kwamba merit, uwezo wako kufanya kazi ndio iwe kigezo pekee ya kupata hiyo nafasi, ili tutoke na vinasaba hii. Na kuna msemo mwingine ambao unaupenda wa Napoleon, hope is a leader is a dealer in hope. Tukitafsiri kikwetu, ni kiongozi ni machinga wa matumaini. Nimeepuka hilo neno. Kwa hiyo kama kiongozi huoneshi ishara yote ya matumaini, basi bila shaka utakuwa ni mtawala. Kwa hiyo kuna haja kubwa